Msimamo mkali kutoka kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Mugwa Lissu uko pale pale baada ya kuweza kumtumia wakili wake, wakili msomi, wakili Kibatala, ambaye pia na mwenyewe nafsi yake na machozi aliweza kumbubujika baada ya kuweza kuzungumza kwamba tayari msimamo wa Tundu Lissu umeweza kuwa pale pale, kwamba hahitaji chakula na lengo lake, msimamo wake kuhusiana na sakata la no reform no election mpaka haki yake iweze kupatikana. Lakini itatangazwa siku rasmi kabisa ya kuanza msimamo wake mpya wa kutotaka chakula na kususa kula kabisa moja kwa moja. Haijalishi itakuwa ni chakula cha asubuhi, mchana mpaka usiku, lakini hatohitaji kula. Kama ni kufa, basi ameweka bayana kwamba yuko tayari kufa kwa ajili ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo na haki iweze kupatikana. Hivyo ni taarifa ambayo iliweza kuwashtua Tanzania wengi, na kila moja sasa hivi amekuwa katika uoga na kujiuliza maswali mengi kwamba ni kwa nini Tundu Lissu ameweza kufikia hatua ya kuweka uhai wake rehani na uhai wake katika changamoto ambayo huenda muda wote, kama itatokea kweli kwamba atasusa kula, manake ni kuweka uhai wake katika matatizo, kwamba liwalo na liwe, kama ni yeye kufa na kupoteza maisha na kudhoofika, basi yuko tayari kwa ajili ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Ni taarifa ambayo kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ikiweza kuongozwa na baadhi ya viongozi kiwemo makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambaye ni John Heche, pamoja pia na wanaharakati wa kisiasa ambao pia na wao waliendelea kuzungumza na wananchi, lakini pia na watu tofauti kuhusiana na msimamo mkali alionao Tundu Antipas Mugwa Lissu, baada ya wakili Kibatala kuweza kuzungumza naye akiwa gerezani, na huku akiwa tayari wameweza kupeana ishara kwamba Tundu Lissu ni issue ambayo tayari ameweza kuisimamia na kutilia mkazo kwamba soon as possible watatangaza siku rasmi ya yeye Tundu Lissu kutoruhusu chakula mdomoni na kutoruhusu kitu chochote, yani sio maji, sio juisi, hatotaka kitu chochote mpaka kieleweke. Kama ni kufa, basi umeweza kuweka bayana kwamba wako tayari kwa jambo lolote. Kwa ni swala ambalo pia liliweza kumliza na kumtoa machozi wakili Kibatala, ambaye anaona kabisa kwamba uhai wa Tundu Lissu uko rehani. Ni kwa nini na kwa nini yeye kama yeye ameamua kufikia hatua ya kutoa uhai wake kwa ajili ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo? Ni taarifa ambayo bado inaendelea kuumiza sana vichwa. Kwa hiyo tunasubiria siku na tarehe rasmi kabisa ambapo Tundu Lissu ataweka rasmi bayana ya kutotaka kuruhusu chakula ndani ya mwili wake, ili mradi kuangalia haki je itapatikana. Cha msingi tukutane kwenye comment, na hii ni Hatboy Media.